mmoja wa familia yetu hapa alihitaji cherehani ili iweze kumsaidia kumudu maisha yake. Ana ujuzi wa kushona lakini hana kitendea kazi. Dorcas ikaona vema kwamba tutafute kitu ambacho kinaweza tukampatia akaendesha maisha yake. Na leo tumekuja kumkabidhi. Asanteni sana kwa ushirikiano. Sasa kwa kwanza programu yetu hii fupi tutaimba wimbo namba 3. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Tutakapomaliza hatujamuona profesa leo. Au mlimuona leo kanisani? Profesa leo hatujamuona. Tumekuja kumuona hapa kwenye TV. Alafu mama profesa ataleta neno fupi. Tukishamaliza hapo basi tutaingia kwenye programu ya kumkabidhi cherehani mtu wa Mungu. Alafu tutaondoka kurudi nyumbani. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake alitupa. Tukisimama tutapendeza. Aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Tuombe. Mpendwa Baba Jehova Mwenyezi Mungu, Mungu mkuu sana. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwako katika masaa haya yanayoelekea jioni njema tunapoagana na Sabato. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwema daima. Asante Baba kwa ajili ya fursa uliotupatia ya kutembelea mahali hapa wapendwa wako wanaoishi hapa. Asante kutukumbusha huduma ya Dorcas. Asante Baba kwa sababu kupitia kwa Dorcas watu wengi walibarikiwa. Hata alipofariki kulikuwa na vitu vya kutajwa ambavyo vimefanya Dorcas akafufuliwa. Kwa ajili ya masomo yake hayo, sisi tumeguswa na tunataka kufuata nyayo za Dorcas. Utukufu kwa jina lako Bwana. Kifaa hiki kinachotolewa leo na kiwe mbaraka kwa yule anayekitumia na jamii inayomzunguka. Na wengi wamuone Yesu kupitia kwa huduma ya mtumiaji wa kifaa hiki Bwana. Bariki anayetoa somo sasa. Somo hilo na liwe baraka kwa wote tunaomba. Tukiamini kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Baada ya neno tutaomba, alafu tutamkaribisha Kode ambaye atatupatia historia kidogo ya huyu dada kwa sababu yeye ndiye alimu-identify. Atueleze alafu baadaye Habarini za jioni jamani. Tunamshukuru Mungu kwa kutuchagua kufanya huduma yake. Kwa sababu kuna watu ambao wanahangaika kupata satisfaction kwenye maisha. Anashindwa, yani mtu haelewi anaishi kwa sababu gani. Unakuta amefanikiwa mambo mengi lakini bado haelewi yani anachofanya hapa duniani ni nini. Lakini unapofanya huduma kama hizi zinakufanya yani ujisikie kwamba unastahili kuishi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ni nafasi ya pekee. Yeah. Kwa hiyo jioni ya leo tunapoelekea kwenye masaa ya kufunga Sabato na kwa huduma ambayo tunaenda
tunaenda kuifanya. Tutasoma fungu moja kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 5. Na nadhani hili ni hubiri la Yesu mlimani. Hili hubiri ni refu sana. Mara nyingi huwa tunaishia kwenye zile beatitudes. Yeah. Wanaheri, blessed are the poor in the spirit. Yeah, wanaheri nani? Maskini wa roho na nini. Hizi ndo mara nyingi tunazijua, lakini ile hubiri ni refu sana. Linaenda mpaka linatuambia ninyi ni nuru. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Leo nilikuwa na discuss na pathfinders wangu hii hapa ya nuru ya ulimwengu, chumvi ya ulimwengu. Kwa nini Yesu alituita nuru ya ulimwengu na chumvi ya ulimwengu? Hivyo vitu vina umuhimu gani? Ndio uelewe umuhimu wa wewe pale ulipo, kwamba wewe ni chumvi ya ulimwengu, wewe ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo hapa tuko tunazingaza hizo nuru zetu, tunakadondosha hako kachumvi ketu kufanya maisha ya watu wengine yawe ya maana. Chakula bila chumvi unaona yani tofauti kubwa sana. Yani kachumvi ukadondosha tu kidogo yani magic, kuna kama muujiza unatokea kwenye kile chakula. Kwa hiyo hivyo ujielewe. Yesu, ni maneno ya Yesu aliposema ninyi ni nuru, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Vesi pale ofisini ulipo wewe ni chumvi. Yani uelewe kabisa kwamba yani kitu kikubwa kinamisi, yani nisipofanya sehemu yangu mimi kama nini? Kama chumvi. Kwa hiyo hata tulipo hapa leo tumekuja kuweka kachumvi ketu kidogo kwenye maisha ya mtu fulani. Na Yesu alipoendelea na ameeleza vitu vingi sana hapa, lakini akasema kwenye fungu la 42, Mathayo 5 mstari wa 42. Natamani kama angekuwepo mtu anaweza kufungua Biblia ya Kiswahili kwa haraka tukaisoma kwa Kiswahili. Kiingereza hapa anasema, give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. Give to him who asks you. Wani eleza kwa Kiswahili, kwa Kiingereza rahisi. Give to him that asks you, and from him that would borrow from you do not turn away. Mathayo 5 mstari wa 42. Mathayo 5 mstari wa 42. Nampenda Yesu kwa sababu ametupa instruction zote. Yani zote. Vikitu vidogo vidogo unavyohangaika navyo. Kama kuja na kukopa nitoe nisitoe. Uiulize Biblia itakwambia, toa alafu sahau. Ikirudishwa sawa, isiporudishwa songa mbele, mibaraka iko mingi. Sawa, naomba tusome hilo fungu. Nasema mpe yeye akuombaye, wala usimgeuzie kisogo yeye atakaye kukukopa. Maneno ya Yesu amemaliza. Si amemaliza? Yeah. Ni jukumu hilo tumepewa, ni instruction. Ni Yesu, he has authority. Kwa sisi tuko hapa kutimiza jukumu la mwenye authority, mtoa yeye ambaye ni nini? Yeye ndio mwenye maisha yetu. Ametoa hiyo instruction. Wewe nimekupa maisha uishi. Toa kwa yule anayekuhitaji. Mtu anapokuja, mtu anapohitaji msaada kwako ni kwa sababu kuna kitu ameona kwako kwamba una uwezo wa kufanya. Na anayekuja kukopa, do not turn them away. Do not turn them away. Lakini Biblia iko lile fungu silikumbuki kwamba ukishampa usikumbuke, isiporudishwa uwe na amani. Kwa hiyo natumia kanuni moja, toa kiasi ambacho unajua kwamba hata kisiporudishwa utakuwa na amani na yule mtu. For sure kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tuko hapa kwa ajili ya kudondosha hapo kachumvi ketu kuwa nuru, na tunatia agizo la Yesu kwamba toa, na Mungu atatubariki. Na tunategemea kwamba kama ambavyo sisi ni kachumvi, ni kanuru, tumekuja hapa kufanya sehemu yetu, huyo ambaye atapokea hiki kifaa kama ambavyo profesa ameomba ataenda kuwa hivyo hivyo. Yani haya maisha unajua tumeumbwa tu, yani tuko tunazunguka hapa. Yani unapofanya kitu kidogo kwa mtu, yani huwezi kujua, mbinguni tutashangaa sana. Wewe ulifanya yako kadogo. Huyu anayechukua hiki kifaa leo ataenda kufanya mambo makubwa sana mpaka utashangaa kwamba hasa basi tulifanya kidogo sana. Alafu yeye ataenda kugusa wengi zaidi. Tulifika mbinguni tutashangaa sana. Vitu ambavyo ulifanya kadogo kwa mtu, alafu matokeo yakawa makubwa sana. Maana yeye Mungu anajua atakavyomtumia kwa ukubwa zaidi. Asanteni sana na Mungu atubariki. Amen.
Okay, basi tuombe. Baba wa mbinguni, mfalme wa amani, Mungu mwenye enzi, muumbaji wetu. Tuko hapa kutoa huduma hii. Na tunajua kwamba kwenye ratiba yako hili jambo liwekwa vizuri sana tangu mapema kwamba siku ya leo tutakuwa hapa. Tunakushukuru kwamba umetutumia sisi viumbe dhaifu kufanya huduma hii. Tunaomba kwa namna ya pekee hiki ambacho kinaenda kufanyika hapa kikaweze kuleta matokeo ambayo umeyakusudia wewe, Mungu wa mbinguni. Hiki ni kifaa ambacho tunaweza kukiangalia kama kifaa cha kawaida, lakini kwako wewe uliyebadilisha maji yakawa divai safi, ukakifanya kifaa hiki kikaweze kuwa divai safi kwa dada huyu atakayekitumia Bwana. Tunaomba kifaa hiki kisiwe kifaa tu, lakini kikaweze kuwa kifaa cha kubadilisha maisha ya dada huyu na wote wanaomzunguka, kuwaandaa kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Tunalisifu na kulitukuza jina lako, maana wewe ni Mungu. Endelea kututumia upendavyo, hata sisi ambao tumekuja hapa ukaweze kutugusa kwa namna ya pekee, na jambo hili likaweze kutufanya tupige hatua zaidi katika maisha yetu ya kiroho hadi ujapo na kutuchukua mbinguni. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Asante sana. Tunashukuru sana kwa somo zuri. Tusiache kutoa, ni agizo. Mtu akikufuata kukopa kwa kweli, lakini Mungu akusaidie sana. Tunashukuru. Asante sana. Dada Cordence, wewe ndio ulituunganisha na huyu binti. Sio kama una machache ya kuongea hivi. Actually, asanteni kwa wito wenu. Aliyetuunganisha haswa moja kwa moja ni founder wa Rescue Children Charity Organization, ambaye ni mshiriki mwenzetu kaka Tumaini. So kaka Tumaini, kwa wageni ambao mnakuja hapa kwa siku ya leo, ndio mwenye hichi kituo cha watoto. Umeona watoto wengi wazuri wametuzunguka, labda tukirudi tutajiandaa kwa ajili ya watoto. Leo maalum kabisa tumekuja kwa ajili ya dada Mary, ambaye Tumaini mwaka 2023 alikutana na Mary akiwa kama mhitaji. Akaja kwenye department yetu ya Dorcas. Akasema jamani, kuna mhitaji, ana maisha kama magumu kidogo lakini ana utaalamu. Tukiweza kumsaidia na kifaa atafanikisha maisha yake ya kiuchumi, na kifaa anachohitaji ni mashine ya kushona nguo. Kama Dorcas wa mwaka huo tukajadili kwamba kuna hitaji limeletwa mezani kwetu. Nakumbuka wakati huo nilikuwa kiongozi, one of the leaders. Kama mnavyojua tunashirikiana Dorcas na Women Ministry. Kwa hivyo tukajadili, tukatafuta hicho kifaa. Kwa sababu sisi wanadamu muda wetu hauendani na wakati wa Mungu. Mungu ameruhusu leo tuje. Kifaa tulikipata, kimekuwa na sisi pale kanisani. Imewezekana leo tukilete hapa. Dada Mary, tunaomba ubarikiwe sana na hichi kifaa. Njoo. Ndio huyu dada Mary ambaye ataenda kukitumia hicho kifaa. Asanteni sana. Kwa historia fupi ndio hivyo, alikuwa anahitaji hichi kifaa. Dorcas department ya mwaka 2023 mwezi wa 9 tukabahatika kukipata, na leo ndio siku tunamkabidhi dada Mary. Asanteni sana kwa wote ambao mmekuja na sisi. Dada Mary, barikiwe. Haleluya. Dada Mary anapewa kifaa chake. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.